Yes, welcome to Historical Hints. Tarehe kama ya leo, kila mwaka wafanyakazi kote ulimwenguni hukusanyika kujadili changamoto mbalimbali zinazowakabili wao kama wafanyakazi. Miongoni mwa ajenda inayokita akilini mwa wafanyakazi wengi ni kwa jinsi gani na ni hatua zipi watakazoendelea kuzichukua kwa waajiri wao ili kuendelea kupata haki na stahiki zao kama wafanyakazi. Kihistoria, miongoni mwa kundi lililokuwa mstari wa mbele kudai haki za wafanyakazi ulimwenguni basi ni kundi la wafanyakazi wa viwandani. Achilia mbali shughuli ngumu wanazozifanya, lakini bado wameendelea kutokuwa na uhakika wa ajira zao, lakini mishahara duni, kutokuwa na uhakika wa matibabu pale wanapopata ulemavu na changamoto zingine chungu nzima. Leo Historical Hints inakurudisha Marekani ya karne ya 19, Mei Mosi 1886. Taifa hili linashuhudia maandamano makubwa ya wafanyakazi katika miji mbalimbali ikiwemo New York City, Chicago, Detroit na miji mingine mbalimbali. Katikati mwa jiji la Chicago, maandamano hayo yanakuwa na sura tofauti kidogo, kwani yanaenda mpaka Mei 4, huku yakishuhudia makabiliano makali zaidi kati ya polisi na waandamanaji. Katika eneo la High Market Square, waandamanaji wakiendelea na mkutano wao ulioratibiwa na viongozi wao na wanaharakati waliokuwa wakihamasisha mgomo huo, polisi waliwakabili kwa nguvu isiyo ya kawaida. Hali hii ilichochea hasira za waandamanaji na kuwakabili vikali polisi, na mtu mmoja ambaye mpaka leo hajafahamika alirusha bomu kuelekea polisi ambao walikuwa provoked na kurusha risasi za moto zilizoleta madhara makubwa, kwani baadhi ya askari polisi na waandamanaji walipoteza maisha. Mnamo mwaka 1889, mkutano mkuu wa wafanyakazi uliitishwa huko Paris, Ufaransa. Mkutano huu ulifahamika kwa jina la Second International. Mkutano huu kwa pamoja ulitoka na azimio la kuitambua Mei Mosi kama siku ya wafanyakazi ulimwenguni kwa kukumbuka mapambano na madhila waliokutana nayo wafanyakazi huko Chicago Hypermarket, Marekani. Lakini historia haiwezi ikawasahau kirahisi viongozi na wanaharakati walioongoza movement hizo. August Spies, huyu alikuwa ni mhariri wa gazeti la Arbeiter Zeitung lililoandika habari na kuchochea ari za wafanyakazi kudai haki zao. Albert Parsons, huyu alikuwa ni kiongozi wa harakati za anarchist zilizopinga serikali iliyowafeva mabeberu na kuwatupilia mbali wafanyakazi. Samuel Fielden, huyu alitumia kipawa chake cha kuhubiri kuwachochea wafanyakazi kudai haki zao. George Engel, huyu alikuwa ni mwanaharakati aliyekuwa frontline kudai haki za wafanyakazi. Louis Lin, huyu alikuwa ni mwanaharakati mwenye misimamo mikali zaidi ya anarchist. Kwa pamoja hawa walihukumiwa kunyongwa na serikali ya mabeberu. Na agizo hilo, Waziri Mkuu Mizengo Pinda amepiga marufuku kufanyika kwa mikutano ya madaktari hao waliogoma, kwa kuwa sasa itakuwa ni batili kwa mujibu wa sheria za nchi. Naambia vyombo vya dola, hiyo mikutano inayofanyika hiyo ni kinyume cha sheria, lakini tulivumilia kwa kuwa tulidhani tutafika mahali tupate suluhu. Kanimwambia kuanzia kesho tusiruhusu mkutano wote pale. Hakuna cha Starlight, hakuna cha Don Bosco, hakuna cha nini, kwa sababu katika historia ya Tanzania pia tumeshuhudia migomo katika sekta mbalimbali ikiwemo zile za binafsi na hata serikalini. Lakini mgomo mbaya zaidi kwa kutokea katika historia ya taifa letu ni ule wa madaktari mwaka 2012. Leo hatutajadili madhila yaliyowapata wale walioratibu mgomo huo, kwa sababu kuna watu wanajizima data kidogo, ila ipo siku nitawafundisha tabia 10 za watawala na tabia 10 za watawaliwa, kwa sababu kuna watu wanataka mtu anayeongoza watu milioni 70 atumie the same tactics anazozitumia baba yake pale nyumbani kuongoza kundi la wanafamilia watu 6, which is impossible. Lakini kwa sehemu kubwa wafanyakazi Tanzania wamekuwa wakilalamikia mishahara midogo, malimbikizo ya posho, mazingira duni sehemu za kazi na kuwepo kwa ahadi nyingi zisizotekelezeka. Mwaka jana 2025, chama cha wafanyakazi Tanzania kilikuwa na kauli mbiu iliyosema uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki
na maslahi ya wafanyakazi. Swali ambalo Historical Hints tunakuuliza mfanyakazi leo, je, unadhani kiongozi wako uliyemchagua mwaka jana ameonyesha nia ya kujali haki na maslahi yako wapo kazini? Unaweza ukashare kwenye comment. Je, ni kadhia gani umewahi kukutana nayo kwa mwajiri wako? Raia wote tusiwe wavivu kwa ajili ya maisha yetu yawe bora. Tufanye nini? Tufanye kazi kwa nguvu moja, tuinue uchumi kwa haraka. Raia wote tusiwe wavivu kwa ajili ya maisha yetu yawe bora. Tufanye nini? Tufanye kazi kwa nguvu moja, tuinue uchumi kwa haraka.